Leo tuangalie moja hizi tabiri na nabii ambazo zimezungumzia kwa habari ya ujio wa Yesu Kristo mara ya pili hapa duniani, au ya ujio wa Yesu Kristo atakapokuja tena mara ya pili katika utukufu na katika mawingu. Leo tutakwenda kuangazia moja kwa moja ishara hizo na nabii hizo ambazo zinaweza kukusaidia kwa namna moja ama kwa namna nyingine katika wokovu wako na katika kuendelea kuishi maisha matakatifu. Ishara ya kwanza ya kuja kwa Yesu Kristo ilitabiriwa ni ishara ya kuja kwanza kuzaliwa kwa Bwana. Ishara kuu ya kuja kwa Bwana na kuzaliwa kwake hapa duniani ni ujio ambao Yesu alizaliwa na Bikira Mariamu, akazaliwa, yani neno akafanyika mwili, ambaye neno huyo alikuwa Mungu, akafanyika mwili, na baada ya kufanyika mwili tukaona utukufu wake. Hiyo ni ishara ambayo Yesu Kristo alikuja nayo, yani alikuja kwa ishara ya kwanza, alizaliwa hapa duniani kwa ajili ya kuja kuzikomboa wanadamu na dhambi zetu. Kwa baada yeye kuzaliwa, hiyo inakuwa ni ishara ya kwanza Yesu Kristo kuja duniani. Alikuja kwa kuzaliwa, na baada ya kuzaliwa na Bikira Maria akafanya kazi yake hapa duniani, na baada ya kuimaliza akarudi mbinguni kuketi mkono wa kuume wa utukufu wa Mungu huko juu mbinguni. Kwa hiyo Biblia inatuelezea kwamba kabisa baada ya Yesu Kristo kuzaliwa hapa duniani alifanya kazi yake na akatukomboa katika dhambi, atuweka huru, akatuachia neema. Hiyo ni ishara ya kwanza na nabii ya kwanza katika kitabu cha Biblia, ambacho Biblia izungumzia kwamba na bikira atachukua mimba, atamzaa mwana, naye jina lake ataitwa Emmanuel, yani Mungu pamoja nasi. Kitabu cha Mathayo sura ya kwanza mstari wa 23. Biblia ilitabiri, wakina Isaya walitabiri, Yeremia alitabiri kwa habari hizi za kuzaliwa kwake Yesu Kristo na kuja hapa duniani. Ishara ya pili ya kuja kwa Yesu, Yesu alisema, kitabu kinatuambia kwamba ishara ya pili ya kuja kwa Yesu, yani unyakuo wa kanisa. Hii ni ishara au nabii ya pili ya kuja kwake Yesu Kristo. Biblia inasema kabla ya kanisa kunyakuliwa, yapo mambo yatakayotangulia kutokea, yatakayotambulisha kuwa ule wakati umekaribia au umeshafika. Na mambo hayo ni baadhi ya yale yaliyotajwa katika kitabu cha Mathayo sura ya 24 na Luka sura ya 21 na Marko sura ya 13, ambao ni tetesi za vita, upendo wa wengi kupoa, maasi kuongezeka, na kuzuka kwa manabii wa uongo ambao watadanganya yamkini walio wateule. Mathayo 24 mstari wa 4, Biblia inasema Yesu akajibu akamwambia, angalieni mtu asiwadanganya, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watadanganya wengi. Nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Angalieni msitishwe, maana haya hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa, matetemeko ya nchi mahali na mahali. Haya yote ni mwanzo wa dalili au mwanzo wa utungu. Ishara hizi hata sasa zimeshatokea, hivyo tumeukaribia sana ule mnyakuo. Hivyo kwa walio macho na macho ya roho, wakiziona hizo ishara wanatambua kwamba Yesu Kristo yupo mlangoni katika siku za kurudi kwa Yesu kwa pili, na watu wote unyakuo utatokea. Kurudi kwa Yesu mara ya pili ni unyakuo wa kanisa, yani kanisa litanyakuliwa. Hiyo ndo kurudi kwa Yesu mara ya pili. Atakuja mawinguni. Biblia inasema walio hai watafufuliwa kwanza, kisha sisi tuliosalia tutanyakuliwa, tutabadilishwa, tutafanana nao, tutakwenda kumlaki Yesu Kristo mbinguni. Yani ni kanisa au watakatifu wanatolewa, wananyakuliwa, wanakwenda kumlaki Bwana mawinguni. Kisoma kitabu cha Wathesalonike wa pili mstari wa 17 utaona. Kitabu pia kinatuambia kuna ishara au nabii mwingine wa tatu wa Yesu kurudi. Ni ishara kutokea kwa tatu kwa Bwana, yani kila jicho litamwona. Hiyo ndio ishara tatu, yani kila jicho litamwona. Ishara ya kwanza nimesema ni Yesu kuzaliwa duniani, ndio ujio wa kwanza wa Yesu. Ujio wa pili wa Yesu Kristo ni kurudi mawinguni na kanisa kunyakuliwa na watakatifu kwenda kumlaki Yesu Kristo mawinguni. Ishara ya tatu au nabii wa tatu wa kurudi kwa Bwana Yesu Kristo ni kila jicho litamwona. Huu ni wakati ambao kanisa limeshanyakuliwa na ziki kuu imeshapita, na Kristo anarejea kwa ajili ya utawala wa miaka 1000, na atarejea pamoja na watakatifu walionyakuliwa sawasawa na kitabu cha Ufunuo wa Yuda, yani waraka wa Yuda sura ya kwanza mstari wa 14. Na atakaporudi basi wale waliomchoma mkuki ubavuni, wakiwakilisha wale wote waliomkataa pamoja na taifa la Israeli walipo duniani, wataomboleza na kulia, na wataharibiwa kwa mwako wa ujio wake. Sasa ziko ishara zitakazotangulia kabla ya yeye hajatokea mawinguni. Hizi kanisa hawataziona, kwani tayari walishanyakuliwa. Bali watakaoziona ni wale watakaokuwa wamesalia duniani na kuipokea chapa ya mnyama. Luka sura 21 mstari 25. Tena kutakuwa na ishara katika jua na mwezi na nyota, na katika nchi
ziki ya mataifa yakishangaa kwa uvumi wa bahari na msukosuko wake, watu wakivunjika mioyo kwa hofu na kwa kuitazama mambo yatakayoupata ulimwengu, kwa kuwa nguvu za mbingu zitatikisika. Hapo ndipo atakapomwona Mwana wa Adamu akija katika wingu pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Na moja ya ishara hizo zitakazotangulia ambazo zitawafanya watu wa mataifa wavunjike mioyo ni kuwaza ni nini kitaikumba dunia. Ni jua kuzima kuwa jeusi pamoja na mwezi kuwa damu na nyota kuanguka. Mathayo sura 24 mstari 29, Biblia neno la Mungu linasema, lakini mara baada ya ziki ya siku ile jua litatiwa giza na mwezi hautatoa mwanga wake, na mwezi hautatoa mwanga wake, na nyota zitaanguka mbinguni, na nguvu za mbingu zitatikisika. Ndipo zitakapoonekana ishara yake Mwana wa Adamu wa mbinguni. Ndipo mataifa yote ya ulimwengu watakapoomboleza, nao watamwona Mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbingu pamoja na utukufu mwingi. Naye atawatuma malaika zake pamoja na sauti kuu ya parapanda, na watawakusanya wateule wake toka pepo nne, toka mwisho huu wa mbingu mpaka mwisho huu. Soma pia Isaya 13:9-12 na Ufunuo wa Yohana 6:12-17. Utaona unabii wa ishara hiyo na hofu kwa mataifa. Kumbuka tena, kanisa litakalo kwenda kwenye unyakuo halitaona ishara hii ya jua kutiwa giza na mwezi kuwa damu na nyota kuanguka, kwani ishara hizi zitatokea baada ya ziki kuu, ambapo kanisa litakuwa halipo, limeenda kwenye unyakuo. Ndio zaweza kumekana ishara chache, mfano hizo kama ile iliyotokea katika sehemu za Ulaya, ambapo giza lilionekana katika sehemu za Uingereza. Lakini kwa habari ya jua lote kuwa giza na nyota kuanguka, ni jambo ambalo kanisa halitashuhudia. Je, umempokea Yesu na unao uhakika kwamba kirudi yote utaenda naye kwenye unyakuo? Kama una uhakika huo, basi utafute kwa bidii sana. Yesu Kristo anakupenda. Leo nimekuletea habari hizi njema kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Kwa hiyo chunga njia zako, utunze utakatifu ili uwe miongoni mwa watu ambao watanyakuliwa.